ngao ya jamii, tunazo mechi 30 za kuziendea mbele. Ahmed, hii inatoa ishara gani? Manake wanasema nyota njema inaanza asubuhi, manake ni mechi ambayo inatoa taswira kuelekea katika msimu mpya. Hiyo ni methali tu. Nyota njema huanza asubuhi, sio lazima ikawa kweli hivyo. Wakati mwingine nyota unaweza ukaja ukaiona usiku. Yani unakaribia kulala ndo ukaiona nyota njema. Kuanza na ushindi kwenye ngao ya jamii kunatengeneza confidence kwa timu yako, kunatengeneza morali kwa mashabiki, na kwa mpira wetu wa Tanzania unatengeneza ari ya kutamba. The only thing ambayo tunamisi baada ya kupoteza mechi ya leo ni ile hali ya kutamba kwa mashabiki, ni confidence inapungua kidogo kwa mashabiki, lakini mimi niwaambie hii haimaanishi chochote kwenye mipango ya kiufundi. Huko mwaka ambao Simba tulichukua ngao ya jamii pale Tanga, lakini mwaka huu hatukuchukua ubingwa. Nyota njema hiyo ikatudanganya. Tumeiona nyota njema tukaona yes mwaka huu yena, lakini tulipokuja kwenye ligi tukapoteza ubingwa. Kwa hiyo kupoteza ngao ya jamii wala kusitupotezee akili zetu ya kwamba tuko na sasa ndio tuna timu mbaya, tuna timu bovu. Mimi niwahakikishie kwa miaka ya hivi karibuni, hii ndio timu bora ambayo tunaanza nayo msimu. Mwaka jana tumecheza ngao, hatuko kwenye ubora wa namna hii. Mwaka juzi tumecheza ngao, hatuko kwenye ubora wa namna hii. Mwaka huu tumecheza ngao tukiwa kwenye ubora wa hali ya juu. The only one mistake ambayo imefanyika, mpinzani wetu ametumia na ameweza kunufaika. Amen. Muda mchache kabla ya kuja kuzungumza naye hapa, nilikuwa nazungumza na mashabiki wa Simba. Baadhi yao wamepoteza imani na matumaini na mshambuliaji aliyekuwa naye Dumbia. Wana nini cha kuambia? Mimi nasimama na Ibrahim Dumbia. Niwaulize tu, ni nafasi gani ambayo Dumbia ameipata ameipoteza? Wengi wamelalamikia kwenye hata uwezo wa kutuliza lazima mahali anamwachia mtu anakwenda anatafuta nafasi. Akishafika kwenye nafasi mali hazisogei. Hata heda, kwa sababu yule ni mzuri kwenye vichwa. Hata pasi ambazo zinatakiwa zije kwa ajili ya yeye kupiga vichwa pia hazifiki. Ndio maana nimesema hapa tatizo wala sio Dumbia. Tatizo ni ule mstari wetu wa mbele kwenye kutengeneza mashambulizi. Leo niambieni, ni nafasi ipi ya wazi ambayo imetengenezwa na mtu akakosa? Dumbia amepewa pasi gani elekezi? Walau ana mabeki wawili mbele na golikipa, alafu tukamwona amefanya makosa. Hakuna clear chance ambayo ameipata. Mimi niwaambie wana Simba, tusimame na Dumbia. Ukimwangalia kwa utulivu